Royal Media, we maximize your potential. Ibukata inachukua nafasi kuweza kuwashukuru familia, ndugu, jamaa na marafiki, majirani, kijiji na kanisa kwa kutoa ushirikiano mkubwa tangu kipindi hiki cha majonzi kwa ajili ya ndugu yetu, mtoto wetu Danieli Kalonda Shaban kuzaliwa. Marehemu alijulikana kwa jina la Danieli Kalonda. Alizaliwa Kalemi tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka wa 1981. Baba wa marehemu aliitwa kwa jina la Shabani Kalonda wa kabila la Baruba wa teritware ya Manono wa province ya Tanganyika DRC. Mama wa marehemu anaitwa kwa jina la Abwe Marcelina wa kabila la Babembe Bashinyaka Bashinguchi. Marehemu ni mtoto wa pili kati ya watoto 10, wa kiume 6 na wa kike 4. Ndoa. Marehemu alioa na kuzaa watoto 9, wa kiume 2 na wa kike 7. Marehemu ameacha wake 2. Mke wa kwanza anaitwa kwa jina la Jacqueline wa kabila la Baruba wa Nyunzu. Mke wa pili anaitwa Mado Mtoke wa kabila la Watabwa. Marehemu alibahatika kupata wajukuu 2. Jumla marehemu ameacha familia ya watu 11. Elimu. Marehemu alisoma shule la msingi kwa Kifaransa primaire. Pia alimaliza sekondari na kufanikiwa kupata diplome d'etat. Kazi. Marehemu alikuwa mfanyakazi kwenye shirika la World Vision kwenye kitengo cha Loaders. Pia alikuwa mfanyakazi kwenye shirika la DRC kwenye kitengo cha Loaders kwa cheo cha supervisor na kwenye vitengo mbalimbali. Alikuwa pia mmoja kwenye vikundi mbalimbali vya kijamii ikiwemo kikundi cha Utajiju. Magonjwa. Marehemu alisumbuliwa na ugonjwa wa ini kwa muda mrefu hadi mauti ulipomfika. Baada ya jitihada mbalimbali ya hapa na pale kwenye mahospitali tofauti ambapo alilazwa mara kwa mara, na katika hayo kuna ndugu wengi walijitokeza kwa kumtibisha kupitia misaada yao. Kifo. Marehemu alifariki siku ya tatu ya tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 na saa 8 za usiku kwenye hospitali kuu ya Red Cross hapa kambini Nyarugusu. Shukrani. Tunawashukuru wote walioshiriki pamoja nasi na watakaoendelea kushiriki nasi hadi mwisho. Pia familia inawatangazia kuwa tutatinda msiba siku ya posho ya tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Kwa niaba ya familia ya Bunuba Ibukata, Celeste Mwamba, mzee wa upako,
Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kutoa tu kidogo pale ambapo tulisema kwa ajili ya mitaji. Ni kweli marehemu alisumbuka sana kwa ajili ya magonjwa, lakini pamoja na hayo, kwanza tunakushukuru kanisa kwa sababu walitoa msaada kumsaidia kwa maombi, kwa kwenda kumtibisha. Mungu awabariki sana. Sisi hatuna la kuwalipa. Pamoja na hayo, hata kuna wandugu wengi toka nje ya nchi, vikundi mbalimbali pia na wao walishiriki katika kumsaidia kwa niaba kusema kwamba tunaweza kumponyesha mpendwa. Lakini mpango wa mwanadamu si mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bila shukrani zetu za mwisho, kuna vikundi pia wamejitoa kwa ajili ya kusaidia msiba, kwanza klasa, kijiji, kanisa, wandugu mbalimbali, mashirika, wenzake wa DRC. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. La mwisho ni kwamba tutapendelea sote, kama vile msomaji alisema kwamba Jumamosi tunatinda msiba. Ingekuwa vizuri sisi sote tushiriki pamoja. Na leo hii baada ya sisi kutoka malaloni, tunaombeni tena sote tuwe pamoja kwa kile maji ambacho viongozi wa serikali walitayarisha, wote tuhudumie pamoja, na Mungu awabariki. Amen. Basi kwa mzee wenu, mzee wa upako, na Mungu awabariki. Asante sana mzee wa upako. Mbinga Media will maximize your potential.